Kumbuka tuko kwenye topic ya Windows navigation. Tumenavigate zile shutdown split button. Sasa hebu tujaribu kunavigate maeneo mengine ya kompyuta. Sasa unavaa headphone yako ndio mahali pa kuitumia sasa. Sasa hivi usiseme headphone hamna, labda wale wawili watatu ambao hawana. Hawa wasio na headphone ni ruhusa kufanya mazoezi hivyo hivyo jinsi zilivyo. Wewe endelea na headphone yako, maana usije kusema mimi sikuelewa kwa sababu nilimpa upendo headphone yangu. Na leo lazima alipe kwa sababu nilimwazima headphone yangu. Kazi kweli kweli. Ukiwasha kompyuta yako hivyo, kiwasha kompyuta yako kama hivyo ilivyo. Tulishawasha. Nasema sasa ninasema kama hivyo ilivyo. Kama hivyo ilivyowashwa hivyo. Kuna maeneo mawili ambayo inabidi tu ya navigate. Hapo ukiwasha kuna eneo linaitwa desktop. Hilo eneo ambalo linaitwa desktop limegawanyika katika sehemu mbili. Kuna desktop icons. Icons ni nini? Ni pictorial representations tu, yani ni umbo la picha ambalo liko hapo juu. Kwa mfano badala ya kuona labda neno NVDA juu ya kompyuta, kuna icon tu yao imekaa tu tap kialama tu fulani, lakini ndio hiyo ina represent nini? NVDA. Ni sawa nchi nzima ya Tanzania inapokuwa represented kwenye kabendera kamoja. Alafu nasema hii ndio bendera ya taifa wakati Tanzania ina zaidi ya mamilioni ya ekari. Lakini ukiona alama fulani labda ya watu weusi then useme hawa ndio wa Afrika, how sure you are, sio? Lakini kwa kifupi ni hiyo ni pictorial representation, ndio icons. Halafu eneo jingine la kompyuta yako au hiyo desktop yako ni eneo ambalo linaitwa taskbar. Kwa hiyo desktop yetu imegawanyika katika maeneo mawili. Kuna desktop icons na taskbar. Desktop icons ina maana hapo utaona kuna pictorial representations ya vitu mbalimbali. Unaweza kutoa labda ya NVDA au ya it depends sasa na program ulizoingiza. Kama labda kuna Mozilla Firefox hapo. Kwa hiyo hapo utaona kuna icons hizo alama, utaona kuna majina ya mafaili, utaona kuna majina ya shortcuts za program mbalimbali ziko hapo kwenye hilo eneo la desktop icon. Alafu kuna ile eneo la taskbar. Hili eneo la taskbar limegawanyika katika sehemu tatu. Ya kwanza ni start button. La pili ni running applications. Na la tatu ni system tray. Tray, system tray. T-R-A-Y. Sio tray. Tunasema taskbar imegawanyika katika maeneo matatu. Ina maana hii taskbar maana yake ni bar ya kufanyia kazi. Ya kwanza ni start button. Ya pili ni running applications. Na ya tatu ni system tray au baadhi ya screen reader inaita notification area au nyingine tunasema notification chevron. Kwa hiyo hapa tumesema taskbar imegawanyika katika sehemu ngapi? Ya kwanza ni, ya pili running applications, ya tatu system tray au kwa jina jingine notification area au kwa jina jingine ni notification chevron. Na mara nyingi hii taskbar iko at the bottom of your screen. Chini kabisa ya screen kwenye ule ufito wa chini hapo kwa juu ya huo ufito wa chini. Ufito wa chini wa screen yako unaona? Wapi? Hebu nionyeshe. Wapi? Ufito. Sasa hapa Sasa hapa kwenye maeneo haya. Kwenye kioo hiki. Umesema ufito ni huu. Kwa hiyo ina maana hapa. Okay. Ndio taskbar inakuwa. Si ni bar, unajua neno bar? Something rectangle. Kama sabuni isebao soap. Yes. Unajua ni kwa nini? Ni kweli. Ya huo mstatili. Wapi? Ufito wa screen yako kwa chini. Bottom. Wapi? Si ni huu? Uko wapi? Sio huu. Screen iko wapi? Hii si ni screen. Sasa hapa. Chini. Lakini sasa ndio hapa basi maana sio braille. Hapo ndipo ilipo taskbar. Ina maana kuna
screen yenyewe na ile hapa. Na kioo. Screen kwa. Screen hapa. Sini ufito wake kwa. Si hapa. Sio huu. Ufito wa screen, gusa screen kwa. Ufito wake kwa. Ina maana utakuwa ni huu. Ina maana kwa nini nasema maeneo haya ya kioo hapa. Okay. Sawa, sio hapa. Ni hapa screen. Kwa ufito ni hapa. Kwa maana kushoto na kulia kuna nini? Kuna ufito. Sasa mimi nasema ufito wa chini. Wa chini unitazama mimi. Chini ya juu ya si huu. Huu. Sio huu. Screen yako iko wapi? Hii. Haya papasa chini ufito uko wapi? Uko. Sio huu. Angalia. Huu si ni ufito? Hii ufito. Ina maana hapa ufito si ni huu. Yaani kama ni screen ni hii, ufito hauwezi kuwa huu. Sawa. Ni huu hapa. Hapa. Screen si ni hiki kioo bwana. Hii ni mipaka tu. Kwa hiyo hapa kuanzia hapa lakini kwa kuanzia kushoto hapa. Kwenye kioo sasa Sawa. Hapo ndipo ilipo taskbar. Kwa hiyo ina maana kwamba hapo ndio kwa anayeona anaona kuna start. Alafu ataona kuna running applications. Alafu ataona kuna system tray. Lakini sidhani kama zimeandikwa majina hayo. Ukuta ni vya alama tu. Si ni vya alama tu. Lakini hayo ndio maeneo matatu ya taskbar. Sasa tuanze kushughulikia moja moja kwanza kabla hatujaanza practical sense. Tumesema kwenye taskbar, item ya kwanza ni start Start button. Hiyo ina maana kwa mtu wa mouse, it is as wewe unapobonyeza hiyo start menu na ukapata menu mbalimbali. Mtu wa mouse yeye ataenda tu hapo ataklik kwenye start button alafu atapata hizo menu. Na nielewa lakini ina maana ni sawa na kubonyeza hiyo button yetu ya start menu. Sawa na hiyo button ya start menu. Lakini mwenzio ataenda na mouse atabofya hapo ninapokuambia. Hapo chini hapo kwenye hiyo start button. Alafu eneo la pili la taskbar ni running applications. Hapa zinapatikana programs ambazo zina run. Programs zinazo run. Na hasa zile open, zile ambazo ziko wazi. Zile open ina maana kama ulifungua Microsoft Word, ukitaka kujua kama ulifungua unaangalia hapa. Kwa hiyo utaenda kwenye running application, utabonyeza right arrow, utakuwa unazisikia majina yake. Tuta navigate, don't worry. Alafu eneo la tatu ni system tray, si ndio? Au notification area au notification chevron. Hapo ndipo wanapopata taarifa mbalimbali zinazofanyika kwenye kompyuta yako. Sio kwenye screen, kwenye kompyuta yako. Sababu screen hiyo ina maana hata kama tukitoa screen, kompyuta lazima itaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo zinazo run kwenye kompyuta yako at the background mode. Yaani kuna baadhi ya vitu hapo vinafanyika lakini havionekani kwenye screen wala nini, ila vinafanyika ndani kwa ndani. Kwa mfano wewe hapo either uzime kompyuta au usizime, ila issue ya saa itaendelea kufanya kazi at the background. Ina maana ukiwasha haitapoteza majira. Hata kama utatoa hiyo betri hiyo hapo. Kule ndani kabisa ya kompyuta kuna kitu kinaitwa thermal battery ambayo ina control kompyuta yako isipoteze kumbukumbu. Kwamba hata kama ukichomoa disconnect umeme utoe hiyo betri ya kawaida, kuna kabetri kingine tena kadogo kwa ajili ya kufanya hiyo kompyuta yako isipoteze kumbukumbu, isipoteze saa, isipoteze kila kitu. Kwa hiyo hapo kwenye notification area unapata taarifa juu ya vitu mbalimbali vinavyo run at the background mode. Kwamba no matter unatumia kompyuta, utumii labda umeiwasha tu au lakini hivyo vitu vyenyewe vinaendelea kurun. Sasa hapo ndio unapata taarifa. Kwa mfano unaweza kupata taarifa juu ya saa, unaweza kupata taarifa juu ya kompyuta yako ina chaji au haichaji. Au unaweza kupata habari juu ya asilimia ya betri imebakia kwa kiasi gani. Au unaweza kupata taarifa juu ya speaker kwamba iko level gani. Iko sauti ya chini au iko 100%. Au unaweza kupata taarifa juu ya mtandao. Hapa nimechomeka hii modem yangu. Iko connected au disconnected. That's why inaitwa notification. It notifies you. It gives you various information about things which are running at the background mode. Hapo nimeongea Kiingereza kwa msisitizo zaidi. Unapata taarifa juu ya vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea kufanya kazi ndani ya kompyuta yako. Hiyo ndio nini? Taskbar. Sasa tuanze ku navigate.
Twende kwenye start button. Staki hiyo. Nataka hiyo hapo. Hebu escape. Ninaashumu kwamba kuna watu walikuwa wajanja sana wakawa wanaminyaminya hizo computer. So to get out on that trouble, escape. Kama kawaida. Sijakwambia bonyeza start menu. Nimekwambia escape. Hiyo ndio escape sasa. Kwa sasa hivi ndio bonyeza escape, sio mwanzo. Najua nilikuwa nimeweka kwenye nani hiyo. Kwenye down yao reset zile zilisema kama tunasema nini. Ndio maana ningebonyeza akatoa maneno haya. Haya. Sawa. Wote bonyeza escape. Nimesema tunataka tunavigate maeneo mengine ya computer. Haya, bonyezeni start menu. Umesikia hii kitu Umesikia start menu, search box, edit, files and program. Umesikia kitu kama hicho? Search box. Edit. So doctor, nilikuwa na unafanya nini tena? Nilikuwa kidogo. Nini tena? Emurudia. Nimesema bonyeza start menu. Alafu niambie unasikia maneno gani? Bonyeza start menu. Bonyeza start menu. Nimebonyeza. Tena bonyeza. Unasikia nini? Search edit program nini? Sikiliza kwa makini, usiseme sijui nini. Kwa sababu hiyo ni kompyuta yako. You are the one who communicates with it. Sasa ukisema nini mimi hiyo ni nini? Hiyo ndio tunaitaka sasa hivi. Utuambie ni nini? Ngoja, hebu wote bonyezeni kwanza start menu kwanza wote. Tuwe hapo. Wote bonyezeni start menu ya kawaida. Wote bonyezeni start menu tu ya kawaida. Haya, hebu escape. Umesikia maneno gani hapo? Start button, control S. Control S. Escape utasikia start button, control S. Hiyo control S inakutajia shortcut nyingine ya kupata start menu. Kwamba kumbe hata usipobonyeza start menu button, kumbe ukibonyeza control escape, ile S maana yake ni mkato wa neno escape, unaenda kwenye start menu. Kuna kompyuta nyingine hazina hiyo button unayobonyeza ya start menu hiyo. Kompyuta nyingine hazina. Bonyeza control escape. No, unaweza kuja kubonyeza kwa muda wako lakini usibonyeze sasa hivi. Ukibonyeza control escape pia itakuletea start menu. Yaani utapata orodha mbalimbali. Sasa sitaki either ubonyeze start menu ya control escape au start menu hiyo niliyowafundisheni jana na leo. Nikasema escape. Utasikia neno la start button, control escape, control ESC. Hasa hapo ulipo, hebu tab. Si uli escape? Si uli escape pale? Nikasema sasa saizi bonyeza tab, alafu niambie unasikia nini? Tab iko kushoto kwa Q. Unasikia nini baada ya kubonyeza tab? Running application Internet Explorer button. Aya, bonyeza tab tena. Notification schedule button. Chevron. Chevron 2. Notification chevron button. Si uli escape pale? Escape. Huyu hapa ni escape. Escape tena. Hiyo si escape bwana. Basi ngoja. Hebu bonyeza down arrow. Inasema nini? Hebu chomoa icon yako.
Tumoa hizo kwenye. Hajachomekea ile kwa. Hajachomekea. Down hapo. Mbona down hapo unaonyesha kinani? Haitoi sauti. Asubiri kidogo. Sio wewe, namuelekeza wewe kidogo, kuna kitu amekiruka. Bonyeza madude mengi hapo. Fungua Internet Explorer wewe. Katani. Tumeenda speed na Bali kweli. Sasa kwenye mambo ya internet haya tayari ishatengenezea. ngoja nianze. Haya. Escape hapo ulipo. Start menu wala usikie. Start menu bonyeza. Hapo mzee Bongo. Hapo nani? Hapo wapi? Ataniambia usitaka kubonyeza start menu. Escape. Umesikia hii? Start button, control S. Alimbonyeza ukipanga vidole kinaongea. Usipange vidole sasa hivi. Sasa hivi usipange. Utaanza kupanga wakati wa kuandika. Apiga chao. Umetoa headphone? Wewe nimetoa Tumeka headphone yako. Haya, escape. Haisemi that. Ukisikia kwa haisemi. Hata kama utaongeza SPS Chomeka headphone yako. Ndio haisemi. nataka kwanza ikae. Kwa sababu yenyewe inalenga kufanya kazi fulani. Haya, sasa hapo ulipo bonyeza tab, usikie unasikia nini? Escape. Wewe ulibonyeza start menu escape. bonyeza tab mara mbili tu escape na Tulia hapo. Hebu tuanze wote sasa. Tena tunaanza wote. Kuwa makini, usishikashike vitu vingine. Nilisema bonyeza wote start menu. Haya, escape. Umesikia nini? Start button, control S. Hiyo ni item ya kwanza ya taskbar. Sisi tulisema ziko 3. Kuna start, kuna running application na notification chevron au notification area au system trace. Haya, bonyeza tab ili tupate ya pili. Nimesema tab. Hapa nimesema bonyeza tab mara moja. Mbona wengine wanabonyeza nyingi? Running application. Running application. Ina maana program ambazo ziko open. Ya pili hiyo. Sawa? Tab tena. Notification chevron button. Nimekuachaje? Wakati mimi naongea hapa stage kwa stage yani. yani huyu mchanganyiko kama kumwambia abonyeze escape na kuanza hivi. Unaona kuanza huko. Basi nishafika. Umefika wapi? Notification. Haya, okay. Haya, bonyeza tab. Tab tena bonyeza tab. Show desktop button. Umesikia nini? Show desktop button. Kuna kitu hapo nitakiwa tufundishe mapema. Hapo kwa mfano alivyosema hatujasikia. Kwa mfano hujasikia, ungetuonyesha kale ka kugusa tena ina repeat hapo hujahama. Baadaye. Hapa sasa hizi bado tunaendelea ku navigate kwa kwenda mbele. Kwa hiyo baadaye utajifunza ku navigate kwa kurudi nyuma. Kama kusikia, inabidi urudi nyuma afu na uende tena mbele ili usikie. Ambayo tutajifunza. Rudia hapo. Kama ilivyo. Kwa baadhi ya maneno hujagusa na kwa start button control. Hiyo nayo ni cycle. Ina maana ukibonyeza hiyo tabu utakuwa unarudia maeneo hayo. Mmefika wapi? Kwenye notification chevron au show desktop. Haya, bonyeza tab tena. Sasa wengine wako nyuma, hatuendi pamoja wa ndugu zangu bandugu. Hebu naomba tuanze tena kote kwa utaratibu. Hebu bonyeza start menu kwanza. Wote tayari, sawa? Bonyeza escape.
Unasikia nini? Usibonyeze kitu kingine hapo. Start button. Kwa hiyo imekutajia start button, hapo ikutajia na shortcut yake ambayo ni control escape. Kwa hiyo ina maana ukifanya control escape ni sawa na kubonyeza start menu hiyo ninayobonyeza kila wakati. Lakini nimesema sasa usibonyeze. Kwa hiyo imekutajia eneo la kwanza la taskbar. Maana tumesema desktop imegawanyika katika maeneo mawili. Kuna desktop icons, taskbar. Sasa taskbar ina maeneo matatu. Ya kwanza ni hilo start button. Aya, bonyeza tab ili tupate ya pili ambayo ni running application. Mara moja tu. Umesikiaje? Running application Internet Explorer button. Running application Internet Explorer button. Si ndicho mlichosikia? Ina maana hapo Internet Explorer ipo ina run. Hiyo Internet Explorer wewe sikia. Ipo. Internet Explorer ni browser tu. Sasa hivi wala usisumbuke kujua Internet Explorer ni nini. Ila ujue hiyo Internet Explorer ni program ambayo ina run inaitwa Internet Explorer button. Haya, baada ya hapo bonyeza tena tab. Unasikia nini? Notification chevron button. Au kwa jina lingine la kitabu ni system tray. Au notification area. Now that's where you can get various information which is running at the background mode. Baada ya notification area or notification chevron or system tray, hebu bonyeza tab. Show desktop button. Ina maana hapo ukipiga space bar kwenye show notification button ndio utapata zile desktop icons. Lakini usipige. Haya, piga tena tab. Unasema desktop list Sio je. Kuna maneno ambayo wewe unaona uvivu kuyasikiliza. Not selected. Vitu kama hivyo ya. Yaani desktop list. Ina maana hapo ukianza kunavigate baadaye utagundua kuna nini. Ndio hapo unaona kuna mafaili, kama ulisave picha, kama kuna program ziko hapo. Ndio Sio je. Kuna vitu ambavyo wewe hutaki kusikiliza kwa makini. Au kusikia vizuri. Si wewe hutaki, sio kwamba usikilize vizuri. Hutaki kuvisikiliza kwa makini. Sio kwamba wewe ndio hutaki, ina maana you don't want to program your brain ili uweze kusikia hiyo. Copy with that speed. Okay, haya, hebu tabu tena usikie tena kuna nini. Unaona umerudi pale pale ni kama cycle. Haya, tabu tena. Running application. Tabu tena. Notification chevron button. Tabu tena. Show desktop button. Tabu tena. Desktop list. Tabu tena. Unarudi pale pale, una cycle pale pale. Kwa hiyo ukiendelea kupiga tabu utakuwa una cycle hapo hapo. Kwa hiyo kuna vitu vingapi umesikia? Kuna start button, kuna running application, kuna notification chevron, kuna show desktop na desktop list. Hiyo show desktop na desktop list ndio hapo unapoweza kupata desktop icons. Sisi tumesema desktop igawanyika katika sehemu mbili. Desktop icons na taskbar. Kwa hiyo hapo show desktop na desktop list ndipo unapopata desktop icons. Lakini taskbar yetu bado maeneo matatu yale start, running application na system tray. Hizo zote sasa hivi tunafanya iko kwenye taskbar. Hii ni taskbar. Si tumesema taskbar imegawanyika katika maeneo matatu. Nini na nini? Basi hiyo ndio taskbar ambayo ni ule mstari ambao at the bottom part of your screen kwa mtu mwenye magicho anaona hapo. Haya, sasa wote hebu niendelee kwenye start alafu tulieni hapo. Navigate kwa tab mpaka usikie start button.
navigate kwa kutumia tab mpaka ufike kwenye start button, alafu tatulia hapo hapo. Tab hiyo. Ukisikia start button unatulia hapo hapo. Program your brain to listen. Escape sasa. Hiyo sio haya tab. Nimesema haya tab sasa mpaka usikie start. Tab. Running application nyingine. Application several tab tena. Desktop list nyingine tena. Hapo tulia hapo. Sitaki kusikia kompyuta ikiongea sasa. Umeishia hapo hapo. Sasa ukisikia neno button, ina maana hiyo ni kifungo kama hizo button za kwenye simu yako. Kwa hiyo ili kukifungua hicho kifungo, tunakifungua kutumia space bar. Ukisikia tu kwenye kompyuta neno button, ujue hiyo kufungua kwake ni kwa kutumia nini? Space bar. Subiri kwanza, nakupa maelekezo kwanza. Ukoona juzi tumeanza na theoretical part. Kwa hiyo kwanza theory, afu baadaye tuta apply hiyo theory yake. Ukisikia anapiga ameenda kubonyeza. Yeye akisikia anasema hapo, ukisikia button ni space bar, anabonyeza hapo hapo. Mpaka uambiwe press. Kwa hiyo unakuta unaenda mbali zaidi, alafu sasa ujue kuna nani. Sorry, na wasimulieni hadithi moja. Kuna hadithi moja bwana ya nzi na nyuki bwana. Sikizeni kwa makini. Nzi na nyuki. Sasa mnajua nyuki anatengeneza asali. Hivi alikuwa ni nzi yule? Alikuwa ni nyigu au dondora wale. Sasa nyuki anatengeneza asali. Sasa huyo nyigu akapenda sana ile asali ya nani? Ya nyuki. Kwa hiyo kabidi ya develop urafiki kati yake na nyuki. Bwana rafiki yangu, unajua hii mali unatengeneza tamu sana, nimeipenda. Hivi unataka kutengeneza unafanyaje? Sema hivi utaweza kutengeneza? Nitaweza bwana wewe. Unafanyaje? Sasa hii bwana, ili kutengeneza unatoka zako hapo. Ukitoka hapa unaingia kule chooni. Ukiingia chooni unaingia mle deep kabisa ya choo, ili uchukue yale maji yaliyoko ndani ya choo. Halafu ukitoka pale unaenda nayo maji, halafu utafika kwenye mti. Nyigu akasema, najua. Kwa hiyo akatoka pale alipo, akaenda chooni, akachukua yale maji ya kule chooni, akatoka, akafika kwenye mti, akashindwa kuendelea. Sasa kinachofuata ni kwa sababu akusubiri amaliziwe yale maelezo. Sasa tena akarudi kwa nyuki tena. Sasa rafiki yangu bwana, nimepata maelekezo. Umefuata maelekezo yapi bwana? Yaani nimefuata vile vile ulivyoniambia, wala sijakosea. Umefanyaje? Nimetoka zangu hapa, nimeenda toilet kule, nikachukua vile vitu uliniambia nichukue, nikafika kwenye mti. Baada hapo ukafanyaje? Akasema sasa baada hapo wala sikujua cha kufanya. Sasa ungesubiri kwanza nikueleze mpaka mwisho. Sasa ukifika kwenye mti pale, pia unachukua na ule utumbo wa maua. Ukishachukua utumbo wa maua, unauchukua ule, halafu unaenda kwenye, inaweza kawa ni mzinga au inaweza kawa ni tundu kama la pango. Halafu ukifika hapo, akasema najua. Basi akaenda kwenye mti, akachukua maua, akafika kwenye mzinga au kwenye kitundu cha pango, akashindwa kufanya kitu kinachoendelea. Kwa sababu ina maana hayuko makini kusikiliza maelekezo. Yaani yeye akishapata kidogo tu basi ameshajiona anajua kwamba hata huko anapoenda atafanikiwa. Sasa the same to this. Nasema kwamba ukisikia start button, ili kuifungua hiyo start button una press space bar. Sasa nikisema hivyo sio kama ndio press, mpaka nikwambia sasa press. Mmesikia hiyo maelekezo sasa? Kwamba upo kwenye start button, ili kufungua hicho kifungo chako tuna press space bar. Na ukipress hiyo space bar, ina maana utapata maelezo kama yale ambayo sawa na ukibonyeza ile start menu button ambayo mnabonyeza kila siku. Hebu wote bonyezeni hiyo space bar. Sema kwa wote kwenye start button. Bonyeza space bar usikie kinachotokea. Hebu tabu. Ukitabu unasikia nini? Huyu namshughulikia. Command mode. Command mode. Nini? Command mode. Command mode.
Tena tabu tena. Start menu. Start menu edit sini nini? Hebu escape. Start button Control S. Haya, hapo bonyeza space bar. Nasema start menu search box. Ndio hicho ninachokitaka hicho. Kwa hiyo ina maana njia nyingine ya kupata start menu ili upate zile menu zile orodha mbalimbali. Kuna njia ngapi? 3. Kuna njia ya kubonyeza start menu button, hiyo mnaobonyeza siku zote. Hiyo key ya 3 baada ya control. Njia nyingine ni ya kwenda kwenye start button kwenye taskbar. Njia nyingine ni kuitafuta taskbar, unaitafuta start button. Kama kufuata maelekezo, escape, ukiscape kitu cha kwanza utasikia start button. Na njia ya 3 ni ile control escape. Hiyo utajaribu mwenyewe on your own. Haya, nafikiri wote ulibonyeza space bar ili kufungua. Hebu sasa tujaribu kunavigate sasa kwa kutumia arrow. Tuone je, baada ya kubonyeza hiyo start menu, humo kuna vitu gani kwenye hiyo start menu yetu? Nataka wote tuwe pamoja. Hebu kwa sasa bonyezeni down arrow. Bonyezeni tu on your own. Bonyeza down arrow, lakini kwa umakini wewe unasikiliza inataja kitu gani. Bonyeza hiyo down arrow mpaka tena utakaposikia search box. Mpaka tena usikie search box, maana hiyo ni cycle. Aliyezima kompyuta yake sisi tunamwacha. Kabisa tena niko serious. Kwa sababu wewe una press button ambayo huku. Yaani mwingine alipofika kwenye shutdown pale akapiga enter. Sasa ukipiga enter ndio unakubali izime. Sasa hiyo tunakuacha mbali. Mpaka usikie search box ni nini unatulia. Search box. Down arrow mpaka usikie search box. Search box. Hiyo si ni cycle. Down arrow mpaka tena urudie ufikie pale pale kwenye search box. Search box. Hapo kwenye down yao. Endelea. Haya, tutulie. Nimesema ukifika kwenye search box unatulia. Ambaye bado afikishe nani yake pale kwenye search box. Unapobonyeza uwe makini kusikiliza kinachotamkwa. Maana ndio menu zenyewe hizo ambazo unatakiwa uzichague. Hapo search box. Kila mtu amefika hapo. Ina maana hizo ndizo menu ambazo unatakiwa uzichague. Tulia Haya, ngoja niwaambie muende kwenye menu gani. Sijui kama kompyuta zote ninazo. Haya. Tafuta menu inayoitwa getting started. Kwa down arrow. Nimesema tafuta menu inayoitwa getting started. Una down arrow tu, ni ya kwanza, ndio menu ya kwanza inaitwa getting started sub menu. Sasa kikawaida ukisikia neno sub menu kwenye kitu chochote hata huko mbele, usikia neno sub menu, ili kuifungua hiyo sub menu kuna njia mbili. Either kwa kupress enter au kwa kupress right arrow. Either enter ili kufungua sub menu. Yaani ukiminya ukasikia neno sub menu. Ili kuifungua hiyo sub menu kwa kutumia enter, sio unaandika, unabonyeza enter au right arrow. Ina maana any method out of the two ni mwafaka. Au right arrow, enter au right arrow. Haya, hebu tafuta menu inayoitwa music. Sijui kama itakuwa hapo karibu. Tafuta menu inayoitwa music. Hapo si kuna down arrow.
Haya basi, si amuipati Haya, tafuta menu nyingine basi. Tafuta menu inayoitwa NVDA. NVDA. Kwa kudown arrow. Mimi nasema tu utafuta lakini usifungue hii. Menu inayoitwa NVDA. Kwa kudown arrow hivyo. Tulia hapo hapo. Mbona wengine wanaipata? Wewe umekosa? Hebu chomoa. Chomoa. Wengine hawaioni, wengine haipo, wengine ipo. Hebu tafuta menu ambayo inaitwa all programs. Kwa kudown arrow hivyo. Ina maana inatakiwa usikie kwa makini. Down arrow. Imesema all program hapo ni nini? Ndio hayo mengi nataka uyaseme hayo. All program. Instructions including nini. Hiyo ni nini ndio tunaitaka hiyo. Inasemaje? Hayo maelezo mpaka hapo tu yanatosha sana. Nataka tu usikilize neno submenu hapo basi ndio ujanja wa hiyo. Mengine yote longolongo. Umeniondolea Haya hapo ni all such program and styles. Umo. Haya tafuta all programs. All programs. Maiona imesema all programs nini? Including status. Unasikiliza mbali. Ngoja ndio. Hebu sikiliza maneno kama matatu hivi. Haya, ngoja. All programs start menu. Sio start menu hiyo, sub menu. Kumbe sub. Sub menu. Na nikasema ukisikia sub menu ina maana kufungua hiyo sub menu unafanyaje? Enter au right arrow. Lakini usifungue sasa. Wafungue tena. Watafute all programs. Basi tulia hapo. Hata nikasema umesikia neno gani? Hii all programs inaongea maneno mengi. Lakini inasema all programs sub menu. Alafu na yanaendelea mengine. Mengine mengi. Sasa hiyo sub menu, ukisikia sub menu ina maana jinsi ya kuifungua ni either kutumia enter au right arrow. Right arrow, very good. Jamani mnasikia waungwana? Mnakumbuka kazi ya enter ni nini? Kuconfirm an action kuthibitisha au kukubali. Yaani tuseme ndio kama okay kwenye simu yako. Kwa hiyo ina maana ukipata hiyo program unayotaka unapiga okay kwamba nataka hii ndio ifunguke. Kwa hiyo kila program kama umeipenda unapiga enter ili kuifungua. Lakini ukisikia program zinatamka maneno kama sub menu, hizo zinakuwa na njia mbili za kufungua. Either enter au right arrow. Haya maelezo nayoongea ni muhimu, yanakusaidia hata baadaye. Very important information. Unasema kwamba baada ya kupata program unapiga right arrow then enter. Ukiona kompyuta inakuboa maongezi, unabonyeza nini? Silent speech? Na ni control. Ukiona kwamba hayo maelezo lakini uyahitaji kuyasikia. Nimesema hivi, program yoyote au menu yoyote utakayoichagua hapo, kama umeipenda wali, kama umeipenda program ambayo inaitwa wali, ili kufungua hiyo program kuna njia moja kuu ambaye ni enter. Ili kuifungua una press enter. Umebonyeza ukasikia Microsoft Word, menu ya kuandikia. Ili kufungua huo uwanja wa kuandikia inabidi upress enter. Kama ni simu ungepress okay ili ifunguke. Lakini ukisikia neno sub menu, labda unasikia nakwambia Microsoft Word sub menu, ina maana ufunguaji wa hiyo menu kuna njia mbili, either press enter ambayo ni very common au right arrow. Hayo maneno yashike sana kwa sababu utayatumia sana baadaye.
Unaona tumenavigate kwa kutumia down arrow Alafu wote mmenavigate mpaka mmefikia search box. Mkatulia hapo. All programs. Haya sasa wote navigate mpaka mfikie search box. Search box. Ngoja na wengine wale wafike kwenye search box. Tayari. Tayari. Subiri tunanavigate kwa arrow zote naanza kidogo kidogo. Hiyo ilikuwa ni down arrow. Sasa tubonyeze up arrow, usikie unasikia nini? Kuanzia hapo kwenye search box, bonyeza up arrow. Endelea tu. Endelea mpaka tena utakaposikia search box. Kwa lakini kwa kutumia up arrow. Up arrow. Endelea tena mpaka kwenye search box. Hapo. Ishieni kwenye search box. Kwa hapo arrow itakufikisha pale pale. Wote mkifika kwenye search box mnatulia. Ulipomenya down arrow au up arrow ili kufikisha kwenye nini? Search box. Ina maana kumbe ukibonyeza down arrow unakuwa unashuka chini. Na ukibonyeza up arrow unakuwa unapandisha juu, lakini ni cycle. Kwa hiyo utakuwa unasikia vile vitu vile vile kwa up arrow kwa mfano, lakini ni vice versa moja. Haya, wote mmefika kwenye search box? Yes. Hebu right arrow. Hapo kwenye search box ulipofikia, hebu right arrow. Right arrow. Bonyeza right arrow. Right arrow. Right arrow. Right arrow. Unasikia nini? Carriage return, shutdown split button. Carriage return, carriage return, shutdown split button. Tulipokuwa tunataka kuzima kompyuta yetu, kale tulikuwa tunafanyaje? Tulibonyeza start menu ikafika kwenye search box. Tulibonyeza right arrow ikaja kwenye shutdown split button. Si wote mmebonyeza mmefika hapo? Haya, right arrow tena. Usikie kitu gani? Haya bwana TH. Yaani ndio nilikuwa nategemea kitu kama hicho hicho. Ulibonyeza right arrow mara ya kwanza ikakwambia shutdown split button. Mara ya pili ikatufikia kwenye Ibaneti. Si ndio tulipojifunza jinsi ya kwenda kwenye items nyingine za kwenye shutdown split button, sio? Tulibonyeza right arrow ikasema shutdown split button, right arrow ikasema Hibernate. Hebu right arrow tena. Right arrow tena. Aiongee ni kweli. Ni kweli. Ina maana hapo ndio mwisho, hakuna tena huko. Kulia hakuna kitu tena huko. Usishangae ndio mwendo wenyewe huo. Ndio kwanza tunaanza hapo. Hebu left arrow turudi kushoto tuone. Shift split button. Shutdown split button. Haya, left arrow tena. Left arrow tena. Search box. Search box. Pale pale. Left arrow tena bonyeza. Carriage return. Carriage return shutdown split button. Pale pale. Left arrow tena. Unapata nini hapo? Unajifunza nini? Kwamba kumbe ukiwa kwenye search box, ukileft arrow utaishia kwenye maeneo mawili tu. Ukiwa kwenye search box, ukileft arrow utasikia shutdown split button. Ukileft arrow tena utasikia search box. Ukileft arrow utasikia shutdown. Ukileft arrow utasikia search box. Hebu jaribu kufanya. Left arrow. Nasema ukiwa kwenye search box, ukibonyeza left arrow itakwambia shutdown split button. Ukibonyeza tena
Sio hibernate. Ungeweza right arrow ndio utapata hibernate. Left iko huko. Mimi nakwambia left arrow. Arrow ya kushoto. Utaishia kusikia vitu viwili tu. Search box na shutdown. Tena ukirudia hivyo hivyo mpaka kesho. Yaani mpaka kesho au na kuendelea. Utasikia vitu hivyo viwili. Wakati ukibonyeza right arrow, ukiwa kwenye search box ukibonyeza right arrow unapata nini? Nani aniambie? Unapata shutdown, split button na alafu tena ukiendelea mwisho hakuna kitu. Right arrow tena hibernate yet. Right arrow hakuna tena kitu. Do you get any point hapo? Do you get any sense au tunabobaja maneno? Do we get any sense here? Sasa hivi ukitokea hapo kwenye search box, tukibonyeza down arrow unapata event gani? Ukiwa kwenye search box, ukibonyeza down arrow unapata event gani? Unasikia menu mbalimbali lakini kwa kwenda chini. Ukibonyeza up arrow unazisikia menu hizo lakini kwa kwenda juu, ile vice versa mood. Ukibonyeza right arrow ukiwa kwenye search box, bonyeza right arrow sio kimya. Yaani ukiwa kwenye search box ukibonyeza right arrow, kitu cha kwanza ni nini? Shutdown split button kwanza kabla ya hibernate. Si ndio? Ukibonyeza tena right arrow nyingine unasikia hibernate H. Kwa hiyo hapo ndio ukitaka kuzipata zile items za shutdown split button ndio unazipata hapo. Hibernate sijui restart ukidown arrow lakini. Kabisa na swali. Hivi virude hivyo kuna wakati vinahama kwa sababu kuna wakati kubonyeza hii nilipobonyeza left arrow search box tena sioni. Ni hivi. Ukumbuka basis yako ni search box. Sawa. Yaani hilo ndio eneo la msingi kwenye search box hapo. Ukileft arrow kwenye search box hapo. Uko kwenye search box hapo left arrow. Utasikia vitu viwili tu. Ukileft arrow mara ya kwanza utasikia shutdown split button. Ukileft arrow mara nyingine utasikia search box. Ukileft arrow tena shutdown split button. Ukileft arrow search box. Lakini ukiwa hapo kwenye search box, right arrow utasikia shutdown split button. Uko kwenye search box, right arrow itakwambia shutdown split button. Right arrow tena itakwambia hibernate H. Right arrow tena mara nyingine kimya. Mpaka hapo tumeshatumia arrow 4. Alafu pia tumetumia na tabu pia. Hivi program kwenye setting ndio kila sehemu nzuri. Ndio ziko hivyo hivyo. Ndio kwangu naona Microsoft sijaisikia. Nini? Microsoft Word. Okay, tutaiset, tulia tu. Sijaisikia. Tutaiset. Iko kwenye all programs kule? Tutajifunza tu, don't worry. Sasa bonyezeni start menu. Escape kwanza hapo, start menu. Kwa sababu tulichanganya. Hapo bonyeza start menu. Sasa hapo kwenye start menu, bonyeza start menu wala huja escape. Hebu tabu usikie unasikia nini? Bila ku escape. Ndio nikasema bonyeza start menu. Hapo nikakwambia bonyeza tabu bila ku escape. Unasikia nini? Rudia tena. Escape bonyeza start menu usikie. Start menu. Sawa. Hebu wote muwe kwenye search box. Wote muwe kwenye search box hapo. Escape of start menu ili uwe kwenye search box. Escape of start menu. Search box. Ukibonyeza tu start menu automatically inakupeleka kwenye search box. Yaani kasa itakaa hapo kwenye search box basi. Sasa hapo ulipo bonyeza tab usikie unasikia nini? Samsung 1 of 10. Hebu tabu tena. Shutdown split button. Hebu tabu tena.
Nini? Getting started submenu. Haya, tabu tena. All program. Tabu tena. Mpaka umerudi kwenye search box. Umeona njia nyingine hii? Shule noma. Shule iko tight. Haya, bonyeza hiyo tab mpaka usikie search box. Search box. Hapo hapo. Kumbe na kenyewe kama kasaiko fulani Kwa hiyo ina maana hapo unasikia vitu vingapi? Hebu tabu ya kwanza ni nini? Tabu mara ya kwanza? Samsung. Bonyeza nisikie. Samsung. Ukitabu tena mara ya pili? Bonyeza tena mara ya tatu? Getting started. Bonyeza mara ya nne? All program. Mara ya tano? Search box. Umerudi tena pale pale. Pale. Hapo tumebonyeza tabu bila ku escape Yaani tumebonyeza tu start menu. Alafu tukabonyeza tabu basi. Ina maana tungesema tu escape, ina maana tunataka tuichezee taskbar. Ile yenye start, running application na nini? System tray Lakini niwakumbushe, sasa hivi tunaanza kuchezea button moja moja Tumeanza na start button. Na ni moja ya taskbar. Kuna start button, kuna running application na kuna nini? System tray. Sasa tumeanza na ya start. Tukasema ukisikia start button unabonyeza space bar. Kwa sababu ukisikia tu neno button, unajua hiyo ili kuifungua unatumia nini? Space bar. Na ukibonyeza space bar maana yake nini? Umeifungua hiyo start menu. Yaani ni sawa na kubonyeza start menu ile tunaibonyeza siku zote. Unatakiwa usikilize. Hiyo ni summary hiyo ujue. Control ni silence speech. Inatakiwa ukumbuke hiyo. Tunadili na button moja moja. Tuko kwenye button ya start. Tukapress space bar ikatokea start menu, search box sijui nini. Tuka down arrow tukapata event. Tukasikia menu mbalimbali. Ambayo nikasema ili kufungua menu au program uliyoisikia unatumia enter. Usikia maneno kama sub menu. Ukisikia labda inasema all programs sub menu. Kuna njia mbili za kufungulia. Either kwa enter au kwa right arrow. Kwa hiyo tuka down arrow tukasikia programs, tuka up arrow tukasikia maneno, lakini iliongea kwenye vice versa mode. Maneno yale yale kwa up arrow. Halafu tukarudi tena kwenye search box. Tukabonyeza nini? Tulianza na right arrow. Pale kwenye search box pale. Tukaanza na right arrow, tukasikia shutdown split button. Tukabonyeza tena right arrow tukasikia hibernate H. Tulipobonyeza right arrow ikawa kimya. Tukasema hebu basi kama nimekuwa kimya kwa mtindo, hebu turudi nyuma kwa kutumia left arrow tuone je kubonyeza kwa kuelekea kushoto inafanya nini? Kuanzia pale kwenye hibernate tukabonyeza left arrow ikasema shutdown split button. Left arrow tena ikasema search box. Left arrow tena ikasema shutdown split button. Left arrow tena ikasema search box. Left arrow tena ikasema shutdown split button. Hivyo hivyo. Kwa hiyo tukasema hiyo unacheza na maeneo mawili tu. Ina maana ukiendelea kufanya hivyo unaweza kufanya hivyo mwaka mzima. Either utaenda kwenye search box, left arrow, shutdown. Left arrow, search box, left arrow, hivyo. Do you get the point? Baada ya hapo nikasema ukishafika kwenye search box pale, hebu bonyeza tab, utasikia nini? Ukabonyeza tab. Ulipobonyeza tab, kitu cha kwanza unachosikia ukasikia neno Samsung. Ulipobonyeza tab tena nyingine, ukasikia nini? I don't know, sasa nimesahau ule mpango, lakini kuna vitu kama all program, shutdown, lakini hatimaye tena utarudia tena kwenye Samsung. Ile ile. Tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hiyo summary. Am I bringing a level of confusion? Haya, tupo kwenye search box yetu Hebu bonyeza tab. Usikie. Unasikia nini? Samsung. Alafu ichi hapo hapo. Search box, alafu bonyeza tab. Start menu kwanza. Ili kusudi ufike kwenye search box. Haya bonyeza tab hapo. Hapo ishia kwenye Samsung. Bonyeza tab ufike kwenye Samsung. Alafu unatulia hapo.
Unatafuta search box afu unabonyeza tab mara moja ili ufike kwenye Samsung. Have you done something like that? Wote mko kwenye Samsung? Haya sasa. Hebu down arrow ili tusikie kuna nini hapa. Down arrow. Endelea tu kudown arrow. Bonyeza down arrow tu mpaka usikie menu zote zilizoko chini ya Samsung. Hapo. So ni second plan unaishia hapo kwenye Samsung. Ukisikia Samsung unatulia. Umefika kwenye Samsung hizo menu unazozisikia hapo ni sawa na zile ulizozisikia yaani mtu unapiga makofi uliposikia gari. Ama kweli watu wamechoka. Basi na mimi sasa si summarize, naishia hapo nakabidha kitu kwa mwenyekiti. Mwenyekiti, kiti kiko kwako hapo sasa ufunge.